Na hiyo ilinifanya kweli. Wakati unaondoka kuelekea Vingunguti, ulikuwa umeshaanza kutunga tayari? Kutunga nilianza zamani toka mwaka 80. Lakini baada ya majiundo kutoka kwa Mwalimu Sioti? Baada kwa Mzee Sioti. Baada ya kwa Mzee Sioti. Nilikuwa natunga nampelekea Mzee Sioti, anazipitia vya sawa. Na yeye ndo aliyekupa ile misingi sasa ya utunzi na nini? Na yeye mwenyewe hapa hapana fanya hiki. Hapa fanya hiki. Basi ukipata wimbo ukiwaandika sauti ya kwanza. Je, unapoanza kuweka kodi zako unaanzia wapi? Basi yeye ndo amenipa misingi kwamba unataka unaanzia hapa naweka hapo. Je, lugha tuseme kwa sababu mfalme ni yale maneno. Mfalme ni yale maneno. Sasa mziki ni mwakilishi. Sasa basi unapotunga pia uangalie haya maneno yako yasiunyime mziki na mziki usipunguze maneno. Basi ndio hivyo akanifundisha hivyo walau mpaka leo hii najua. Sioti yeye ndio alikutaka uanze kutunga baada ya kujua kwamba umeimarika kwenye nota au wewe ndio ulikuwa na ile shauku? Alinifundisha mziki. Lakini ile hamu ya kutunga mimi ikana nijia kama yeye huyu Mzee Sioti anatunga. Mimi kwa nini sijaribu hivi? Kwa basi ilinijia hamu hiyo naanza na mimi kuimba naandika. Kuimba mbona wimbo sio wako bwana huwa fulani, mbona umechukua sauti kama ya fulani? Kumbe basi nasema unapotaka kutunga basi tafuta muda walau uwe kwenye ukimya. Utafakari basi jaribu kama ni Biblia isome pale unataka kuchukua ile Zaburi au kama ni mawazo tu yako mwenyewe katika maisha yetu ya kila siku basi walau yasiwe lakini ya kumsifia mtu bali ya kumsifia Mwenyezi Mungu. Kwa mara ya kwanza wewe tu ndio ulikaa peke yako ukatunga ukampelekea au ulimpa taarifa kabla ya kwenda kutunga kwamba mwalimu nataka nikafanye kitu nitakuletea? Hapana. Mimi nilitunga alafu sikutaka kwanza kufundisha nikampelekea baba kuna kitu kama hiki hapa. Wewe umenitangulia, hebu ikikague ukione. Basi nikampa natazama basi ananikosoa. Lakini baadaye unakuja kumpelekea anakuta pengine kama kuna makosa 3 sasa anazidi kupungua mpaka unafikia kosa 1 mpaka sema hapa kote sawa. Lakini je unaonaje? Wakati mwingine sasa ananivuta kwenye kinanda basi mimi nakupigia afu uone mwenyewe kama ukichagua nini. Basi sasa anapiga kile cha kwako na kile ambacho ulipaswa kufanya. Anapiga kile kama nilivyokaandika afu sasa anabadilisha kodi sasa. Sasa mimi nakupigia hapa. Unasemaje? Hiyo ndio nzuri bwana. Hiyo ndio basi andika. Basi ndio hiyo inafuatakiwa anakwenda hivi basi. Baadaye sasa kumbe unakumbuka. Siku nipeleka hivi, yeye mzee akanibadilisha hivi. Basi kumbe ni sasa kufanya hivi. Paswa hivi. Mpaka unampelekea nakubali.